mabavu katika kuongoza kwako, ukaugeuza uongozi wako kufanya utawala. Huwezi ukamtawala mtu katika nchi yetu wote. Sisi raia wa nchi hii, tumezaliwa katika nchi hii, tuna haki zetu katika nchi hii. Haki zetu ndizo tunazotaka zitimizwe, na sisi kama hamtaki kutimiza ndio tunazidai kwa nguvu. Na inshallah biidhnillah haki yetu itatokea tu midhali Mwenyezi Mungu yupo. Huna nguvu kalia na bodi ya ligi zaidi ya Mungu wewe. Mungu ndio mwenye uwezo, wenye kuweza, usiowezwa na chenye kuwezeshwa. Kalia unawezeshwa na Mungu wewe. Kwa wewe bodi ya ligi unawezeshwa na Mungu. Kwa hiyo wewe huwezi ukamtawala Mungu, ukamzidi eti kwa kutengeneza dhulma kwetu sisi Yanga Afrika, wewe kwa haya ambayo unayoyataka. Haiwezekani. Kwa hiyo kaa chini, tafakari, rudi, piga magoti mbele ya Yanga. Kukosea kupo. Mimi mwanadamu jamani, mwanadamu tuna mapungufu. Kwa hiyo naomba tusameheane kwa hili. Tutakusamehe Kalia, kwa sababu tunajua kwamba makosa kaumbiwa mwanadamu. Sisi wanadamu tunajua tumeumbiwa udhalili. Sisi udhaifu umetutawala maishani mwetu. Kwa hiyo wewe kuja kusema kwamba jamani nisameheni, sio utumwa na wala uonekani kwamba mjinga. Maliza mambo kwa hekima, lakini sio unategemea busara. Tutakwenda kwa busara. Busara tumeichoka na hatuitaki. Mbiu yetu tunasema hatuchezi. Bwana Mzee Kipepeo, tumeona watu wengi wanazungumzia kuhusu watani wako kufika fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Wanasema kwamba kama mmewaingia wivu ndio maana mmegoma hata kucheza. Kwa Simba kwenda kucheza mechi ya kwanza, mkondo wa kwanza kule nchini Morocco, una kitu gani cha kusema kwa watani wako? Lakini kama taifa, najua ni mzee, ni mwana michezo. Kwanza swala la wivu mimi nalifuta. Halipo, halitakuwepo, na wala hatutegemei kuwepo, kwa sababu Simba anacheza, sisi hatushiriki katika kombe lile, tuko nje. Sasa tutaweka wivu wa nini? Unaposikia wivu mtu fulani anaweka, tuchukulie mfano mathala mke, na muonea wivu mke wangu kuchukuliwa na mwanaume mwingine. Lakini sasa mke sio wangu, nitamuoneaje wivu? Simba anacheza na watu ambao wengine kabisa. Anacheza wapi huko? Morocco na Berkane, nje ya taifa la Tanzania. Yanga tuko Tanzania. Sisi tuwaonee wivu Simba kwa lipi? Sisi hatuwezi tukawaonea wivu. Wajitahidi, wapambane, wacheze, wakishinda washinde, wakishindwa washindwe. Wakicheza wakishinda, heshima kwa Tanzania. Na mimi kwa kuwa ni Mtanzania, nitaheshimika kutokana na ushindi wa Simba. Wakishindwa, aibu yao wenyewe, mimi simo, kwa sababu wamefungwa Simba. Unaombea Simba washinde? Simba mimi ni muombea ashinde kwa lipi? Simba nimesema kama, nielewe ninavyosema, kama akishinda, heshima itakuwa ya Tanzania. Na mimi kwa kuwa Mtanzania, heshima hiyo nitaipata. Simba akifungwa, kafungwa Simba, na heshima itakuwa hakuna Tanzania, bali Simba ndo aliyefungwa. Mimi simo, na sio mimi tu, Yanga wote watakuwa hawamo lao wenyewe. Mtakuwa mnafurahi, mnagonga soda. Tena mimi nitafurahi sana, lakini siwaombei wafungwe. Isipokuwa kama watafungwa. Una Simba fulani. Mimi sio Simba, na mimi siipendi Simba. Narudia tena, Simba mimi siipendi, na sijui kama itatokea kuipenda. Na wakati wote Simba mimi naiombea mabaya.
kwa kila njia naiombea mabaya. Na kuharibikiwa kwa Simba ndio furaha kwangu mimi, sio tu kuwafunga mimi. Hata Berkane wakiwafunga Simba mimi nitafurahi vile vile. Enjoy sana. Bwana, moja kati ya shabiki mmoja wa Simba almaarufu sana, sidhani kama utakuwa unamfahamu au sijui unafahamiana, anaitwa Mikoi Kisugu. Anakuambia ujumbe kanipa nikupelekee nimwambie wewe mzee unabidi ukae utulie. Hii Simba tunabeba. Anakuambia hivyo, hii Simba tunabeba, kombe wanalileta, kwa sababu toka Tanzania ianze imeshawahi kushuhudia fainali 2 tu. Ya kwanza ilikuwa mwaka nimeupita kidogo, Simba alikuwa amecheza pale Shambara Bibi, aliukosa ubingwa baada ya kufungwa. Lakini nyingine fainali ya pili ndio hii hapa ambayo ina kombe. Nyinyi mlicheza amkucheza fainali ya hapa Tanzania, na wala fainali kulikuwa hakuna, fainali ilikuwa moja tu na ya pili ya Simba. Kwa maneno yake unaweza ukamjibu vipi mzee Kipepeo? Kisugu huwa ninamuona kwenye media muongeaji sana, msemaji, lakini kwa namna moja katika kuongea kwake, mazungumzo yake ni ndoto za mchana. Ndoto za mchana kawaida yake, unapolala upo kitandani, unaweza ukajikuta wewe umefatana na wenzako, marafiki zako 3 4, mnapita njiani, tena njia yenyewe ina vichaka, ukawaambia wenzio ningojeni jamani kidogo hapa mimi nakojoa basi ukasimama ukawa unakojoa, kumbe ndo unakojoa kweli kitandani. Ukiamka kitanda kimeloa. Sasa ndo Kisugu kusema kwamba eti ubingwa tutachukua sisi washirikisho. Ni sawa na yule aliyofuatana naye njiani katika vichaka, alafu akamwambia kwamba mimi nasimama jamani hapa ninakojoa kwanza ningojeni. Anakojoa kumbe anakojolea kitandani, akiamka karoa. Matokeo yake watoto watamcheka. Sasa na mimi ninachomwambia rafiki yangu Kisugu, mimi Kisugu nampenda. Kisugu rafiki yangu sana, japokuwa hatujapata kuonana hapa na pale, lakini aongee au Kisugu ongea maneno na kubakisha, isije ikatokea ikawa ndoto za mchana ukawa unapita kichakani ukawaambia wenzio ningojeni nakojoa, kumbe unakojolea kitandani. Matokeo yake watoto watakucheka, mzee kakojoa. Sawa na wewe na hiyo Simba yako. Unamaliza maneno eti Yanga hakufika fainali, sie tumefika fainali. Hatugombei fainali sisi, tunagombea ubingwa. Fainali sio sababu. Kama ni fainali ile tuliokwenda kucheza sisi kule tukawapiga goli 1 ikatutoa kanuni, unataka kunambia kwamba ilikuwa sio fainali? Na kama ilikuwa sio fainali ile unasemaje ilikuwa chakacha? Tuambie, tulikwenda kucheza chakacha kule? Za fainali hapa Tanzania. Usichague mahali, yani kusema hapa Tanzania hawajafanya fainali ni sawa na mpiganaji ngumi na mwenzie akapigwa ngumi ya shavu ikapiga na jicho, akasema kwa sababu mie kama kukosa kunipiga pale katika jicho yule angeona. Huyo uliopigana naye jicho hana, wewe ulikatazwa kumpiga kwenye jicho. Kwa hiyo haya sio maneno ya kusema eti hapa Tanzania hawajafanya fainali sijui nini. Ndo nini sasa? Ndo iwe nini? Haya, na wewe umekwenda huko ukipigwa huko. Sisi tunachokumbuka kitu kimoja, Simba mmezoea kuwadhalilisha viongozi wetu wa nchi. Mulicheza hapa Tanzania, mnaposema sisi tumecheza fainali Tanzania, mgeni wa heshima mkamwambia Mwinyi aje kuja kugawa kombe, mkijua kwamba nyinyi ubingwa mnachukua. Yule mzee wa watu, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskani fil janna, amuondolee adhabu ya kabri. Mukamsumbua mpaka uwanja wa Taifa pale wa Shambala Bibi. Matokeo yake kumbe mmekuja kumwambia atoe kombe kuwapa wageni. Akatoa kombe akawapa wale jamaa, wamepanda nalo ndege wameondokana. Sasa ndo nini? Hamuoni kama mmewadhalilisha tu wale watu?
toeni kikombe. Sema maneno hayo Kisugu, tulichukua ubingwa hapa. Kombe alikuwa mgeni wa heshima fulani. Lakini unasema tulicheza, haya mlicheza hiyo finali hapa. Hatima yake ilikuwa nini? Kombe limetoka hapa likaondoka. Mmemchukua rais wa nchi, mmempeleka pale kwenda kugawa kombe nchi nyingine. Ndio maana kuna mpira mmoja ulichezwa hapa, Simba na timu gani ile, matokeo yake Simba ikafungwa goli moja. Kiongozi wa nchi akawaambiwa mmetobolewa goli moja. Hivyo hivyo. Sasa maneno kama hayo mimi nimenukuu, lakini sio mimi nimenukuu. Ilikuwa kiongozi mmoja, nimemsahau jina lake. Kiongozi huyo alisema Simba wametobolewa, sijui alisema wametobolewa vile, sijui bwana. Kwa hiyo hii bwana Kisugu, mimi ninaitwa Kipepeo bwana. Sasa salamu zako nimezipata kwa huyu kijana, lakini ninachokwambia, ongea maneno ukiwa na breki, usije ukaongea halafu ikawa ndoto za mchana unawaambia wenzio kwenye kichaka ningojeni ninakojoa, kumbe unakojolea kitandani. Chonde chonde. Matokeo yake watoto watakucheka. Bwana. Ndio hivyo. Imeisha hiyo. Nashukuru sana. Naomba uambie mashabiki wa Yanga ambao wamekaa tension wakisubiri namna moja au nyingine kusikia kwamba dabi hipo. Kumekuwa kuna mkanganyiko kweli. Ni kweli ile barua ilitoka na ameungana na Engineer Hersi, ameungana na ile swara. Wewe upo karibu sana na Engineer Hersi, ni mjumbe wa kamati ya wazee, ni mnaonana na rais pamoja na makamu wenu wa Young African. Ni kweli. Ni dhahiri ulioyasema ni sahihi. Kwa kuwa umeniambia kwamba niwaeleze mashabiki, wanachama, wapenzi, na waambia kwamba naanza katika baraza langu la wazee wenzangu, tusiyumbishwe na maneno ya propaganda hizi ninazozisikia. Tusiyumbishwe. Tusimame, msimamo wetu uwe ule tuliotoka nao, tumalize nao. Kadhalika mashabiki, wanachama, wapenzi. Wahenga wamesema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Umoja wetu ubakie kuwa pale pale. Nguvu zetu zibakie pale pale. Focus yetu iwe imestiki kuangaza mbele, isiangalie nyuma. Tunachosema, ligi inafikia ukingoni. La kwanza, nataka kuambia kwamba tusilegeze kamba kwa mechi zilizobaki. Tutoe supporta ya nguvu, wanachama, wapenzi, mashabiki. Tujitahidi kujitoa pindi pale itakapotokea siku imetimia Yanga anakwenda uwanjani kucheza. Tujitokeze kwa wingi sana, kiasi ambacho mpaka dunia ijue kwamba Yanga sasa kuna kitu wanachokitafuta. Twendeni uwanjani, tukaujaze uwanja. Tukifika pale, kauli mbiu yetu ni moja tu: hatuchezi. Na tusimame katika msimamo huo. Msimamo huo usibadilike. Msimamo huo usiyumbishwe. Msimamo huo usiwe mwingine zaidi ya huo. Hersi, nimeambiwa hapa kwamba uko karibu naye. Hersi ni kiongozi, sio mtawala. Kama Karia anakwenda kiutawala, kututawala sisi na bodi yake ya ligi. Lakini Hersi ni kiongozi, anaongoza watu. Anayeongoza, mnakaa pamoja, mnashauriana, mnakubaliana tufanye nini, tuende. Lakini kwa hili, Hersi kiongozi wetu, anayetuongoza ni sisi wanachama wake.
Kwa hiyo Hersi, tekeleza lile tutakalokueleza, kwa sababu sisi ndio tuliokuweka hapo madarakani, utufanyie kazi tunayoitaka. Kwa hiyo wewe tusikilize, wanachama, wapenzi, mashabiki, tunasema nini. Tunachokwambia Hersi, sisi wanachama hatuchezi. Kauli hii ya wanachama, kauli hii ya wapenzi, kauli hii ya mashabiki, hatuchezi. Kwa hiyo Hersi, sikiliza wanachama wako wanasema nini, hatuchezi. Kwa hiyo sababu ya kutokucheza ipo, nia ya kutokucheza ipo, na uwezo wa kutokucheza upo. Tusiumbishwe na Karia na bodi yake ya ligi. Yeye anachotaka sisi kututawala, na Karia namwambia kwamba hatutawaliki. Hayo ndio maneno yangu kwenu. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tuwe pamoja, tushikamane. Tufike. Mzee Kipepeo, shukrani. Asante sana.